Musa alizaliwa mwaka 1593 na ni mmoja wa wanafamilia ya Emla na Yokobedi. Mtoto wa kwanza katika ile familia aliitwa Miriam. Mtoto wa pili katika familia ile aliitwa Haruni, na mtoto wa tatu alikuwa Musa. Akazaliwa mwaka 1593. Akakulia katika ikulu ya Farao, na Musa akalelewa chini ya binti Farao, binti Potifa, na yeye alinyonyeshwa na mama yake Yokobedi. Lakini kila alipokuwa akipelekwa kunyonya, alikaririshwa maneno haya yafuatayo: wewe ni Mwebrania. Kwa hiyo Musa akakuwa akijua yeye ni nani? Ni Mwebrania. Na alipofikisha umri wa miaka 40 akiwa mtu mzima, alisema maneno haya, Waebrania 11 fungu la 24. Akaandika, sikia hiyo, Waebrania 11:24. Akaandika, neno la Mungu linasema, naam, kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti Farao. Alikataa kabisa, akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Sikia hiyo, akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu, akapate mateso pamoja na watu wa Mungu kule Gosheni, kuliko kujifurahisha katika dhambi. Kwa nini? Kwa kitambo. Akakataa kuishi ikulu, akakataa, na alikuwa akitazamiwa kuwa mfalme baada ya Farao, lakini yote hayo aliyakataa. Akasema ni afadhali akaungane na ndugu zake, akapokea mateso pamoja na ndugu zake, kuliko kujifurahisha kwa dhambi, kujifurahisha kwa kitambo na dhambi. Maana pale yote yaliyokuwa yakitendeka pale ni dhambi. Musa akaamua kuacha dhambi, akamtumikie Mungu. Bwana asifiwe. Wewe unaamuaje jioni ya leo? Na Musa akaanza safari kutoka ikulu, akatoka Misri, ikulu ya Farao, kwenda kwa ndugu zake, akaungana na ndugu zake, akapokea mateso pamoja na ndugu zake. Lakini alipofika njiani, akakutana na watu wawili wanapigana, akaingilia kati kama mwamuzi, na kwa sababu alikuwa komando, alikuwa amepitia elimu ya jeshi, akamshika binadamu mmoja aliyekuwa akipigana naye, akakasirika, akamshushia konde moja, na Musa akashika mkono, akashusha, akajibu konde moja. Yule Misri akaanguka chini na kalala mauti kwa konde ngapi? Moja ya komando Musa. Makomando wa kwanza ni Waadventista wa Sabato duniani. Bwana asifiwe. Amina. Usichezee hao watu. Ndipo Musa akapiga konde moja, yule Misri akalala mauti. Halafu akachimba kaburi kwa mikono yake mwenyewe, akamzika. Baadaye kafukia kwa miguu, kakanyaga na viatu, akaendelea na safari. Na alipokuwa akiendelea na safari, akakutana na watu wawili tena wengine wakipigana, akasimama kama maamuzi. Lakini mmoja wa wale wawili wa pili waliokuwa wakipigana akasema, je, wataka kuniua kama vile ulivyomuua pale Misri? Na Musa alikuwa akizani ya kwamba ile dhambi haijaonwa na mwingine. Na alipogundua hilo, safari yake ya kwenda Gosheni ikabadilishwa. Badala ya kwenda Gosheni, Musa akabadili mwelekeo, akakimbilia Midian. Na alipofika hapo Midian, akaingia kwa gia ya kutafuta kibarua. Akapata kibarua cha kuchunga nini? Kondoo, kwa mcha Mungu mmoja alikuwa akiitwa Yesro. Musa akachunga kondoo ndani ya miaka 40 kwa mcha Mungu aliyekuwa akiitwa nani? Yesro. Na akawa mwaminifu katika uchungaji wa kondoo. Hata bosi wake Yesro akampenda Musa, hata akampa zawadi ya binti. Wewe ulishawahi kufanya kazi mpaka ukapewa zawadi ya binti? Naomba ukawe mwaminifu. Bwana asifiwe. Amina. Akapewa binti aliyekuwa akiitwa Zipora. Musa akakaa hapo Midian ndani ya siku 40, ndani ya miaka 40. Na kumbuka kule Misri ikulu nako alikaa ndani ya miaka 40. 40 kwa 40 jumlisho umepata miaka mingapi? 80. Lakini siku moja Musa akichunga kondoo la mkwewe Yesro, amekuwa mkwewe sasa, sio boss tena, amekuwa mkwewe. Na siku moja analichunga kundi la kondoo za Yesro akiwa mlima wa Herebu. Biblia inasema hivi, ndipo Mungu akakutana na Musa huko machungoni. Soma wewe kitabu cha Kutoka 3 fungu la kwanza. Ameandika hivi. Neno la Mungu linasema. Sikiliza hiyo.
Basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Yethro mkwewe. Endelea soma. Kuhani wa Midian. Endelea. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa. Akafika mpaka mlima wa Mungu. Hata Horebu. Uliokuwa unaitwa Horeb. Malaika wa Bwana akamtokea Musa katika mwali wa moto. Ukitoka katikati ya kichaka. Akatazama Musa. Akakiona kile kichaka kinawaka moto, lakini hicho kichaka kilikuwa hakiteketei. Musa akasemaje? Nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa. Kwa nini? Kwa sababu kijiti hiki hakiteketei. Kwa nini hicho kijiti kinawaka lakini hakiteketei? Bwana alipoona yakuwa amegeuka, Bwana alipomuona Musa amegeuka ili atazame, Mungu akamuita, akasikika sauti yake kutoka katika kile kichaka, akamwambia, akasema, Musa. Sikia hiyo. Musa akasema, mimi hapa. Musa akaitika akasema, mimi hapa. Naye akasema, Mungu akamwambia Musa, usikaribie hapa. Vua viatu vyako miguuni mwako. Vua viatu vyako miguuni mwako. Na hapa ndipo wengi wamepotelea, na hasa wale watoto wa mama mdogo. Wanafikiri popote unapofanya ibada, vua nini? Viatu. Ni kutoelewa, ni upungufu tu wa elimu. Hili somo Mungu akipenda nitalifundisha hilo la kuvua viatu. Amina. Hapa Musa aliambiwa kuvua viatu, ni kweli alivua viatu. Na maana ya kuvua viatu haimaanishi ibada. Maana ya kuvua viatu inamaanisha mhalifu. Musa alikuwa muuaji, na mhalifu yoyote hawezi akasimama mbele ya hakimu amevaa nini? Kiatu. Hawezi akasimama. Jifunze, nenda hata vituoni. Umekamatwa, umewekwa pingu, halafu ufike pale kituoni, wewe ni mhalifu na pingu na una kiatu mguuni, utasikia tu anakuambia vua viatu, vua viatu. Paka dakika hii ninavyoongea na wewe, wanaovulishwa viatu ni wahalifu. Lakini kwa sababu sisi hapo mwanzo tulikuwa wahalifu, na Yesu alipokufa msalabani tumekombolewa kwa damu. Amina. Sisi tuko huru, tunamwabudu Mungu, tumevaa viatu. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Na utakatifu wa mtu hauko mguuni, hauko miguuni. Uko wapi? Moyoni. Tunamwabudu Mungu si katika miguu. Tunamwabudu Mungu katika roho na nini? Na kweli. Bwana asifiwe. Amina. Musa akavua viatu, akasimama mbele za nani? Za Mungu. Ndipo Mungu akajitambulisha kwa Musa, akasema, mimi. Soma wewe. Vua viatu vyako miguuni mwako. Endelea kusoma. Maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Endelea. Tena akasema, ndipo Mungu akasema, mimi ni Mungu wa baba yako. Akajitambulisha akasema, mimi ndiye Mungu wa baba yako. Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, sikia. Na Mungu wa Yakobo. Endelea. Musa akaficha uso wake. Aliogopa. Kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Endelea wewe. Bwana akasema, hakika nimeona mateso ya watu wangu. Bwana akamwambia Musa, hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko kule Misri. Nami nimekisikia kilio chao. Na sasa nimeshuka sasa. Endelea wewe. Maana nayajua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niokoe na mikono ya Wamisri. Nimeshuka ili nikuwaokoe na mikono ya Wamisri. Niwapandishe kutoka nchi ile. Endelea wewe. Hata nchi njema. Endelea. Kisha pana nchi ijayo maziwa na asali. Endelea. Hata mahali pa Mkanani na Muhiti na Mwamori na Mperizi na Muhivi na Myebusi. Basi Mungu akamwambia, basi nitakutuma wewe basi. Tazama. Kilio cha wana wa Israeli kimenifikiria. Na nimeona hayo mateso yote ambayo Wamisri wanawatesa. Haya basi. Nitakutuma wewe uende wapi? Kwa Farao. Kule alikokimbia sasa narudishwa. Acha Mungu aitwe Mungu. Nitakutuma wewe sasa uende kwa nani? Kwa Farao. Nakumbuka kule ilishasikika kwamba Musa ameua Misri huko. Na sasa anatumwa aende tena kuleta wokovu kwa ndugu zake. Akawakomboe ndugu zake kuwatoa katika mikono ya nani? Ya Farao. Musa alianza kulalamika kweli. Akasema, mimi hata sijui kuongea. Nitasimamaje mbele ya mfalme? Mungu akamuuliza swali, je, wewe una nini mkononi? Ili ajue kwamba anayemtuma ni nani. Akaulizwa, una nini mkononi? Niko Kutoka sura ya 4. Lile fungu la kwanza. Musa akajibu, akasema, nina fimbo. Akaambiwa ipige chini. Musa akaipiga chini. Ikageuka ikawa nyoka. Hapo ili ajue kwamba nani anayemtuma. Akaambiwa, ishike tena. Musa kwanza alipoiona imegeuka kuwa nyoka, akamenya mbio. Akaambiwa, geuka, ishike tena. Musa akaishika ile fimbo, ikageuka ikawa tena, akaishika ile nyoka ikageuka tena kuwa fimbo. Ishara ya kwanza hiyo. Akaambiwa ishara ya pili, shika mkononi, shika kifuani kwako. Musa akaingiza mikono yake ndani ya kifua chake.
Musa akashika mikono yake katika kifua chake. Mungu akamwambia toa hiyo mikono. Musa akatoa, akaiangalia mikono imegeuka yote kuwa na ukoma. Alafu ndipo Musa akaambiwa shika tena kifuani. Alipotoa mikono yake imekuwa salama. Mungu akamwambia mimi ninayekutuma ndiye mimi niko, yani mimi ndiye mwanzo na mwisho. Wakikuuliza waambie hivi. Sikiliza Kutoka 3:13, soma wewe. Musa akamwambia Mungu. Ndipo akamuuliza swali. Tazama. Nitakapofika kwa wana wa Israeli. Nitakapofika kwa wana wa Israeli. Na kuambia. Nikiulizwa. Mungu wa baba zenu amenituma kwenu. Na wakaniuliza. Wakiniuliza. Jina lake ni nani? Wakiniuliza jina lake ni nani semeje? Niwaambie nini? Mungu akamwambia Musa. Akamwambia. Mimi niko. Endelea. Ambaye niko. Akasema hivyo utakavyowaambia wana wa Israeli. Hivyo ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli kwamba mimi niko amenituma kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na mimi napenda niwaambie watu wa Mwanzugi, Yesu ametutuma kwenu. Amina. Mimi niko ambaye mwanzo na mwisho, Alfa na Omega, ametutuma kwenu. Amina. Ndivyo utakavyowaambia. Anaenda na Haruni, anafika Misri. Sikiliza, Farao anauliza swali. 5 Kutoka fungu la 1. Anauliza swali. Neno la Mungu linasema. Ameandika. Hata baadaye Musa na Haruni wakaenda kumwambia Farao. Wakasemaje? Bwana Mungu wa Israeli anasema hivi. Wape watu wangu ruhusa waende. Ili kunifanyia sikukuu jangwani. Ili wakamfanyie Bwana ibada jangwani. Farao akasema. Alisemaje? Bwana ni nani? Hivi huyo Bwana ni nani? Bwana ni nani? Nani huyo Bwana? Hata nisikilize sauti yake. Na kuwapa Israeli ruhusa waende zao. Mimi simjui Bwana. Farao akakataa, mimi simjui huyo nani? Mimi simjui Bwana. Simjui huyo Bwana. Wala Israeli ruhusa waende zao. Siwapi ruhusa wa Israeli kwenda zao. Farao akakataa kuwaruhusu wa Israeli. Ndipo Musa akaanza kuruhusiwa na Mungu kuachia mapigo ya waangukie wa Misri. Na Musa akaangusha mapigo 11 juu ya nchi ya wapi? Ya Misri. Miongoni mwa mapigo 11 ambayo yanashangaza na yanayonishangaza mimi, mapigo 3 yalikuwa yanashangaza kweli. Pigo moja, Musa akapiga maji ya bahari. Maji yote ya bahari, maji yote ya mabawa, maji yote na chemchemi zote na mabawa yote, mito yote ikatema vyura. Nchi yote ya Misri, nchi yote ikajawa nini? Vyura. Paka mafigani, paka uvunguni, paka kwenye shuka za watu, paka kwenye mikoti. Unashika mfukoni kuchukua matumizi umpe mke wako, unakusanyiamo na mavyura humo kwenye hela. Yaani mavyura yalienea kila sehemu. Watu mmelala kitandani, mnakoroma na mke wako, na shangaa na vyura vinakusaidia kukoroma na vyenyewe vimo humo ndani ya shuka. Ilikuwa ni kasheshe. Pigo hilo. Lakini kuna pigo lingine ambalo mimi lilinishangaza na bado linanishangaza. Musa akaambiwa kuipiga fimbo yake juu ya nchi na akayapiga mavumbi ya nchi. Biblia inasema kwamba mavumbi yote ya nchi ya Misri yakageuka kuwa nini? Chawa. Yote. Niangalie watu walivyoumwa na chawa. Hakuna mtu aliyebaki salama. Kila unayemwangalia anajikuna. Watu wanaume wanajishika mifukoni, unaweza ukafikiri anakupa hela, kumbe anakuna nini? Chawa. Nataka nikwambie mikoti yote ilijawa na nini? Chawa. Mablanketi yote yawa, shuka zote, suruale zote, masiketi yote, maganguro nayo, kila mahali. Nataka nikwambie mpaka na kwenye unga watu wanapika ugali utafikiri wanapika mola. Vyawa. Chawa. Ni pigo moja baya sana ile. Lakini pigo la mwisho ambalo lilimfanya hata Farao akasalimu amri ni lile pigo namba 11 ambalo lilipigwa juu ya Misri, na wazaliwa wote wa kwanza wa Misri wakalala mauti yote. Wawe wazaliwa wa wanyama walikufa, wazaliwa wa wadudu wakafanya nini? Walikufa, kila aliyezaliwa mara ya kwanza. Ndipo Farao akasema maneno haya. 12 Kutoka, soma fungu la 28 baba. Sikiliza hiyo. Ameandika nini? Naam. Sikiliza. Basi wana wa Israeli. Ndipo wana wa Israeli wakaenda na kufanya mambo haya. Wakayafanya mambo haya. Vile kama Bwana alivyomwambia Musa. Ndivyo alivyofanya.
Hata ikawa usiku wa manane. Usiku wa manane sasa. Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika wazaliwa wote wa kwanza wa nchi yote ya Misri. Tangu mzaliwa wa kwanza wa Farao aliyeketi katika kiti chake cha enzi, hata mzaliwa wa kwanza mtu aliyefungwa katika nyumba ya ufungwa, wote walikufa wote. Na wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama wote walikufa. Farao akaondoka usiku. Farao akaondoka usiku huo. Yeye na watumishi wake wote. Akasalimu amri. Na Wamisri wote. Akawaendea. Pakawa na kilio kikuu katika Misri. Endelea. Maana hapakuwa na nyumba. Hakuna nyumba yoyote iliyobaki salama. Hakuna. Musa na Harun. Wazaliwa wote wa kwanza walifanya nini jamani? Walikufa. Napenda sana mimi, nafurahi sana kwenye familia yetu, mimi nilikuwa mzaliwa wa mwisho. Wale mnaojitanguliza kuzaliwa, hiyo historia ikijirudia mtakipata cha mtemakuni. Walikipata. Walinyosha maelezo. Farao akawaendea Musa na Haruni. Kimbia baba wewe. Akawaita Musa na Haruni usiku. Akawaambia. Akasema, sikia, ondokeni. Nendeni. Ondokeni. Kimbia. Hebu anza kufikiria. Alikuwa amekataa kwamba siwezi kuwapa watu hawa waende. Lakini sasa hivi ameyanyosha maelezo, anasema fanyeni nini? Ondokeni. Nendeni. Tokeni katika watu wangu. Ninyi na wana wa Israeli. Nendeni sasa. Mtumikieni Bwana kama nilivyosema. Bwana asifiwe. Amina. Nendeni mkamtumikie Bwana kama alivyosema. Amekubali hajakubali? Amekubali. Amesalimu amri hajasalimu? Amesalimu. Amenyosha maelezo. Naomba baba yangu, mama yangu, kaka yangu na dada, popote unakonisikiliza, usiogwe, usiingie kwenye tatizo la Farao. Maana kule kuzuia mke wako asiende kanisani, kuzuia watoto wasiende kanisani, umeingia kwa tatizo la Farao. Ninawaombea msiwe mafarao wa leo. Amina. Mama pale unaponisikiliza, usizuie watoto wako kwenda kanisani. Kama wewe hutaki kwenda mbinguni, waache watoto waende. Baba hutaki kwenda mbinguni, mwache mke wako na watoto waende. Ni marufuku kuzuia watoto au mke wako asiende kumfanyia Mungu nini? Ibada. Mapigo yaliyompata Farao, tatizo lililompata Farao litakupata wewe si muda mrefu. Waache watu wamwabudu Mungu. Bwana asifiwe. Leo kuna wazazi wa namna hii na wachungaji wengine wa dini wanazuia waumini wao eti wasije kwenye mahubiri. Mkome kwa jina la Yesu. Amina. Mkome kwa jina la Yesu. Amina. Waachieni watu waje walisikize neno la Mungu. Amina. Na wanapolisikiza neno la Mungu waokolewe. Amina. Musa akaondoka siku hiyo na Haruni pamoja na jeshi lote la Waisraeli, na Wamisri wengine wakambatana nao. Get the point. Take a step forward.